Mimi kwanza nisifiche kwa sababu mimi ni mwana CCM damu. Kwa hiyo nataka Chama cha Mapinduzi kishinde. Lakini sitaki kishinde kwa ujanja hapana, lakini kishinde wazi na kwa amani na utulivu. Nenda kwa hiari kapige kura kuchagua serikali ambayo ndio itatuletea maendeleo katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini nataka niwahakikishie na niwaombe wa Tanzania hawa wote tufanye njia ambayo itafanya hata wao wenyewe mwisho wa yote waone aibu. No reform, no election. Hii inakupa wasiwasi? Mimi hainipi wasiwasi, ni ujinga. Mtazamaji, hii ni hatua kwa hatua. Katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu, tunapiga hatua kuelekea uchaguzi mkuu. Na hapa tuko Uzunguni, nyumbani kwa mzee wetu John Samuel Malechela. Kama ulikuwa hufahamu, huyu ndiye alikuwa waziri mkuu wa kwanza na makamu wa kwanza wa rais kuanzia mwaka 1990 hadi mwaka 1994. Tuko Uzunguni, mambo ni mengi, lakini hii hatua inalenga kuangalia ama kuelekea katika uchaguzi mkuu utakaofanyika mwaka huu, kumchagua rais, wabunge pamoja na madiwani. Kaa nasi hadi mwisho. Mimi ni Zainab Mtima. Fatuma Jalala. Usikose kutazama kipindi chetu cha hatua kwa hatua. Kama ambavyo ulikuwa hujui au unakuwa unatamani kufahamu kuhusiana na kipindi hiki ni kipindi ambacho kimeanzishwa maalum kwa ajili ya kuelekea katika uchaguzi mkuu, ambapo Tanzania tunaelekea katika uchaguzi huo hapo mapema mwezi Oktoba mwaka huu, kumchagua rais, wabunge pamoja na madiwani. Na leo tumepata bahati maalum kukutana na mzee wetu ambaye huyu, kama ulikuwa ufahamu, ndio waziri mkuu wa kwanza na makamu wa kwanza wa rais wa taifa hili. Ni mzee ambaye amebaki tuseme peke yake hivi sasa kwa ukongwe wake katika siasa, na tumepata bahati kuzungumza naye. Mzee Malechela, karibu sana katika kipindi hiki chetu kipya, kipindi cha hatua kwa hatua. Asanteni sana, ninawashukuru na ninataka niwatakie heri nyingi sana wasikilizaji wetu. Okay. Baba, tuambie kuhusiana na uchaguzi wa mwaka huu. Nini ambacho unatamani kifanyike? Umepitia chaguzi mbalimbali hadi mwaka huu unatimiza miaka 91 ya uhai duniani. Unatamani uchaguzi uwe wa aina gani, hasa ukiangalia vuguvugu la kisiasa hivi sasa? Mimi kwanza nisifiche kwa sababu mimi ni mwana CCM damu. Kwa hiyo nataka Chama cha Mapinduzi kishinde. Lakini sitaki kishinde kwa ujanja hapana, lakini kishinde wazi na kwa amani na utulivu. Ninataka nichukue nafasi hii niwaombe wa Tanzania wenzangu. Kwanza, kuchagua ni haki yako. Sasa kama haki yako, usingoje kwamba mpaka ulazimishwe. Nenda kwa hiari kapige kura kuchagua serikali ambayo ndio itatuletea maendeleo katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo nachukua nafasi kweli kutoa wito kwamba watu waende kupiga kura na wapige kura kwa amani na utulivu. Nina hakika kabisa kwa upande wa serikali chini ya rais wetu Samia Suluhu Hassan, amani itakuweko na nina hakika itaendelea kuwepo. Unaweza kutugusia kidogo kuhusiana na vuguvugu la kisiasa hivi sasa linaloendelea Tanzania? Wanaharakati mbalimbali tumeona juzi kati hapa, wanaharakati hadi nchi jirani walitamani kuingia kwetu huku kufanya vitu ambavyo pengine kwa taifa letu hatujazoea kufanyika vitu kama hivyo. Wewe una maoni gani kuhusiana na hilo? Mimi maoni yangu ni kwamba kwanza nyinyi kama vijana
Msifikiri haya yanayofanyika mara nyingine kwamba ni mambo mapya. Hata huko nyuma tumekuwa na mbinu za namna hiyo. Mbinu za majirani, mara nyingine mbinu za mataifa makubwa, mbinu za wale wenye mali kujaribu kuchafua tu uchaguzi wa Tanzania. Lakini nataka niwahakikishie na niwaombe wa Tanzania, hawa wote tufanye njia ambayo itafanya hata wao wenyewe mwisho wa yote waone aibu. Kwa nini walitaka kufanya mambo ya kijinga ya kuchafua uchaguzi wetu, lakini pia watakuwa wamekata tamaa kwamba sisi wa Tanzania hatuyumbishwi. Narudia, wa Tanzania hatuyumbishwi. Tunajua tunalolitaka, demokrasia halali ambayo watu wanachagua bila matatizo yoyote. Neno la mwisho kwa ambalo litampa faraja rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, kutoka kwako neno hilo. Mimi ningerudia waliosema machifu wenzangu hapa kwamba tutafanya kila njia kwamba Rais Samia Suluhu Hassan apate kama ikiwezekana kura zote, na tuzitoe hizo, zitatoka kwa wananchi kwa hiari na kwa upendo. Yeye mama, tunachomwomba tu aangalie vyombo vya dola vinalinda usalama, amani na mshikamano. No reform, no election. Hii inakupa wasiwasi? Mimi hainipi wasiwasi, ni ujinga. Kwa sababu elections ziko kwenye katiba, kwamba katiba inasema ukifika wakati huu watu waende kuchagua. Mimi nadhani hao wanaosema no election, no reform, no election ni wanasiasa uchwara ambao wamechoka. Kwa hiyo na mawazo yao ni ya kuchoka. Sawa. Mtazamaji, hadi kufikia hapo hatuna la ziada. Kama nilivyokuambia, leo tumepata bahati ya kukutana na kuzungumza na aliyekuwa waziri mkuu wa kwanza na makamu wa kwanza wa rais wa taifa hili la Tanzania, Mheshimiwa John Samuel Malichela. Tuko nyumbani kwake hapa jijini Dodoma. Niko na mwenzangu Fatma Jalala, mimi ni Zainabu Mtima. Lakini lengo la kipindi hiki ni kuelekea uchaguzi mkuu. Hii ni hatua kwa hatua kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba mwaka huu. Tunachagua rais, wabunge pamoja na madiwani. Basi yote itakavyokuwa, lakini mwaka huu lazima tupate rais, wabunge pamoja na madiwani. Bila shaka tumepata baraka hapa kutoka kwa mzee wetu, tutazifanyia kazi. Usikae nyumbani, kapige kura, mchague kiongozi anayefaa. Hatuna la ziada hadi wakati mwingine.